Lipo katika taifa hili. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalo. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amewakosoa vikali wanaompinga akisema kuwa wakati wa siasa haujafika. Rais Ruto akizindua miradi mbalimbali katika kaunti ya Narok alisisitiza kuwa wale wanaompinga na wanaopinga uongozi wake wanapaswa kuwasilisha mpango wa maendeleo badala ya kuzingatia tu siasa za kumng'oa mamlakani. Katika hotuba yake, Rais Ruto aliwataka wapinzani wake akiwemo Gachagua kutafuta manifesto yenye mipango madhubuti ya kuboresha maisha ya Wakenya. Rais Ruto akisema yake ni kuunganisha Wakenya. Waulize Wakenya wenzangu, hasa wale ambao ni viongozi, nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa maendeleo. Kuna wakati itakuja ya siasa, tutakutana katika kiwanja ya siasa. Tulizeni boli, mambo bado. Rais Ruto ametangaza ugawaji wa ekari 6,000 za Kedong Ranch kwa jamii ya Wamaasai. Rais akisema hayo katika eneo la Suswa, kaunti ya Narok, ambapo alifungua soko la kisasa la Suswa. Sasa hapa Kedong, mbeleni serikali ilikuwa imewapatia ekari 4,000. Mimi nimeenda nimetafuta pesa ya serikali, nimewanunulia ekari zingine 6,000. Sasa pale Kedong mutakuwa na shamba ekari 10,000. Aidha, Rais Ruto alitangaza kuwa serikali imekabidhi rasmi usimamizi wa msitu wa Mau kwa serikali ya kaunti ya Narok ili kuhakikisha uhifadhi wake na kuondoa utata wa umiliki wa msitu huo. Tumekubaliana tukomeshe siasa ya Mau, tukomeshe mjadala wa Mau, tuwe na title deed, na mimi nimetoa pesa ya serikali ili tu fence ile Mau, tuweke fence ambayo hakuna mtu tena atarudi kule msituni. Ziara hii ya rais imejiri huku kukiwa na mvutano wa ardhi katika baadhi ya maeneo ya Narok, hususan mgogoro wa ardhi katika eneo la Angata Barikoi ambao umesababisha vifo vya watu kadhaa. Joash Onsare, TV47.